Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo. Natumai mzima ubuheri wa afya nami penye nipo kukwema. Karibu katika uchanganuzi wa siasa, ni kuonyesha hali halisi vile mambo yalivyo katika uwanja wa kisiasa. Kuna habari mbaya zaidi katika taifa letu la Kenya baada ya amri jeshi mkuu humu nchini ambayo ni Rais William Ruto anapoendelea na majukumu yake kule Ikulu, ameweza kugeukiwa baada ya kufanikisha mkutano katika Ikulu ya Kenya. Siku ya Jumatano tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026 kulikuwa na mkutano wa viongozi wa mashinani wa kaunti ya Kirinyaga kule Ikulu ya Kenya, mkutano ambao uliweza kuongozwa na amiri jeshi mkuu Rais William Ruto. Kilichotokea huwezi kuamini, kwa sababu yeyote ambaye anaenda Ikulu anaamini lazima atafurahia. Akifika pale kuna ka transport anaweza kupewa, kwa sababu hamuna Mkenya yeyote ambaye anaweza tumia transport ama nauli yake kutoka Kirinyaga kuelekea Ikulu na atoke Ikulu kuelekea kaunti ile husika ambayo Mkenya anatoka. Sasa baada ya Ruto kufanikiwa kufanya mkutano huu na viongozi wa mashinani wa kaunti ya Kirinyaga County Grassroots Leaders Meeting, walipoanza kutoka Ikulu siku ya Jumatano wakiwa ndani ya mabasi kuelekea Kirinyaga, mkutano ambao uliweza kuongozwa na gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru, walikuwa pamoja na hao viongozi. Kile ambacho walikuwa wanakisema wakiwa kwa mabasi, kwa magari yale, huwezi kuamini. Walianza kusema one time baada ya kupewa kakitu Ikulu kama ka transport, baada ya kuongeleshwa na Rais William Ruto ama kuhutubiwa na kuahidiwa maendeleo kule katika kaunti ya Kirinyaga hapa na pale, mikakati ya chama cha UDA, hayo yote, lakini wakaanza kusema one time. Naomba nikuwekee kanda wakiwa ndani ya bus ama gari, kisha baadaye usikize, uwe makini kile ambacho wanakizungumza, ndio utaamini waliweza kumgeukia Ruto baada ya kufanya mkutano pamoja naye Ikulu. Tusikize hii, nikirudi nitakuwa na changanua kwa undani, lakini kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like. Nikiwa hauja subscribe, na kuomba tu ukaweze kusubscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Tusikize wakiwa ndani ya bus kuelekea Kirinyaga walikotoka, vile wanasema one time. Umesikiza vile walikuwa wanasema. Mimi sio Mkikuyu, kuna mambo mengine ambayo siwezi kuyaelewa, lakini kile ambacho tuna mmoja wetu ametafsiri hapa tumesikia ni kwamba one time ilikuwa imeshika ndani ya gari lile la walikuwa wanasafiria. Kwa nini viongozi hawa wa mashinani wa kaunti ya Kirinyaga baada ya kutoka Ikulu wakaanza kusema one time? Point number 1, Rigathi Gachagua factor. Kivipi? Gachagua alikwisha tangaza hadharani kwamba Wakikuyu ni watu wa biashara.
Ikiwa Ruto anawahitaji waende kusikiza mambo yake awalipe. Kwa hivyo walienda kuchukua hela. Ni yeye alisema. Gachagua alipong'atuliwa mamlakani, wale waliona mtoto wao ameweza kusalitiwa kisiasa baada ya kuchaguliwa kwa tikiti moja ya chama cha UDA katika uchaguzi uliopita wa mwaka 2022. Baada ya miaka miwili mtoto wao akasalitiwa, akafukuzwa afisini. Kwa hivyo Rigathi Gachagua anachangia pakubwa watu hawa wa Kirinyaga kuimba one term wakiwa kwa gari baada ya kutoka Ikulu, kwa sababu hawawezi kususia wanapoitwa Ikulu, kwa sababu Gachagua aliwaambia hadharani, mkiitwa nendeni, lakini mulipwe. Kwa hivyo katika uchaguzi ujao wa 2027 hawa watu vile wanaenda kupiga kura huwezi kuamini. Ikumbukwe zaidi ya 80% waliweza kumunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi uliopita. Akapata zaidi ya 3.5 milioni za kura kutoka eneo la Mlima Kenya. Huku hayati Raila Odinga akifanikiwa kupata 1 milioni tu. Na sasa katika uchaguzi ujao, Gachagua ameweza kutishia that he is going to sacrifice to make sure Ruto is a one-term president. That is why watu kutoka eneo la Mlima Kenya, they are after one-term momentum. Hawezi. Number 2, kwa nini walianza kusema one term wakiwa kwa gari? Number 2, Mount Kenya, they are planning to vote for opposition 2027. Najua sasa hivi hamna yeyote ambaye anajua nani atapendekezwa kutoka mrengo upinzani kuwania kiti cha urais, kwa sababu sasa hivi kuna Rigathi Gachagua, ingawa kesi yake inaendelea hapa na pale ya kuwa impeached, anaweza kuwania kwa sababu haijakamilika katika mahakama ya Supreme ama mahakama ya upeo. Tuko na kina Stephen Kalonzo Musyoka, Dr. Fred Matiang'i, tuko na Martha Karua, ingawa nowadays sisi muoni, tutafuatilia yalienda wapi. Akina Eugene Wamalwa, akina George Natembea wapo pale, mrengo wa upinzani umeshikana. Akina Edwin Sifuna wapo pale. Lakini vile kunaonekana 2027 vile wanaenda kupiga kura itakuwa tofauti. Na tena kuna yale ambayo walikuwa wanatarajia watayapata Ikulu hawakupata. Najua kuna mtu anaamka anasema, nikienda hii safari nikifanikiwa nipate 5,000 nitafurahia, nikipata 10,000 nitafurahia, aenda apate 1,000 hawezi kuridhika. Anasema ningekaa nyumbani ningefanya 1 2 3 na sisi ni watu wa biashara tungefanikiwa kupata 1,000 ama 500 hii ambayo nimepewa. Kwa hivyo haya yote yana mchango mkubwa kupitia Rigathi Gachagua. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nititengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload and leave the clip, you'll be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded a video clip to watch. Remember to share our content always, to have our WhatsApp groups and on Facebook. That is all we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Let's meet in the next video. Bye-bye.